Hii nayo TV na millardayo.com. Bado tupo Angola ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anafanya ziara yake ya siku 3 katika nchi ya Angola akifanya shughuli mbalimbali. Miongoni mwa mambo ambayo yameshuhudiwa rais akiwa hapa ni pamoja na utiaji saini wa makubaliano mbalimbali yanayolenga kudumisha uhusiano kati ya nchi hizi mbili katika sekta mbalimbali ikiwemo uchumi, uwekezaji pia. Nimezungumza na mkurugenzi wa kituo cha uwekezaji nchini Tanzania TIC, Gilad Terry, ambaye yuko pia hapa nchini Angola akichangamkia fursa za uwekezaji ambazo zinafunguliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Naye ameelezea namna ambavyo ziara hii ya Rais Samia imetengeneza mahusiano mazuri, lakini pia hati ambazo wameingia za makubaliano na fursa ambazo Watanzania na wa Angola kwa pamoja wataenda kuzipata kupitia ziara hii. Mimi ni Bakari Chijumba. Nchi ya pili kwa wingi wa uzaji wa mafuta nje ya Afrika baada ya Nigeria. Kwa ni nchi ambayo ina mtaji mkubwa kutokana na faida wanazozipata kwenye kuuza bidhaa hiyo nje ya bara la Afrika. Sisi kama kituo cha uwekezaji tumeona fursa kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuongeza mashirikiano kati yetu sisi na Angola, na leo tumesaini Memorandum of Understanding MOU. Ni hati ya kutambuliana na kuanzisha mashirikiano na taasisi ambayo inaitwa IPEX. IPEX yenyewe inashughulika na uwekezaji binafsi, private investment, pamoja na kukuza uuzaji wa bidhaa nje ya nchi. Na katika mashirikiano yetu tunalenga maeneo manne. Eneo la kwanza ni eneo la watoa huduma kwenye sekta ya mafuta na gesi, ambao wenzetu wamepiga hatua. Sisi kama Tanzania tunaianza hiyo safari na tunaamini tunaweza tukajifunza mengi na kuwashirikisha watoa huduma na makampuni ya Tanzania pamoja na makampuni ya hapa Angola. Lakini sekta ya pili ni uchumi wa blue. Hapa katika sekta ambayo inafanya vizuri sana ni uvuvi wa bahari kuu, ambao tunaamini tukiongeza ushirikiano na teknolojia kati ya makampuni ya Tanzania na hapa pia tunaweza tukakuza uwekezaji. Eneo la tatu ni biashara ya chakula. Angola wanaagiza kutoka nje dola bilioni 3 kiasi cha chakula kila mwaka, ambao ni fursa kubwa kwa Tanzania ambao sisi ni wazalishaji wakubwa sana wa chakula, sio tu katika Afrika Mashariki lakini barani Afrika, kuweza kuuza hapa. Na katika ujumbe ambao tunauleta nyumbani sasa ni kuambia Watanzania kwamba kuna fursa za bidhaa hapa ikiwemo mchele, mahindi, lakini pia bidhaa nyingine za chakula kwa ajili ya soko la Angola. Lakini fursa ya 4 ni utalii. Kama nilivyosema hapo awali, dola bilioni 100 ukubwa wa uchumi wao, lakini watu milioni 35 wenye fedha na wanaoweza kutoka nje ya Angola kwenda kutembea maeneo mbalimbali, na tungependa waje kutembelea vivutio vyetu Tanzania. Na Mheshimiwa Rais katika hotuba yake leo amewakaribisha wananchi wa Angola kuja kutembelea vivutio vyetu ikiwemo Ngorongoro, Serengeti, visiwa vya Zanzibar na mlima Kilimanjaro. Na tunaamini utakapoanza usafiri wa ndege wa moja kwa moja kutokea hapa kwenda nyumbani utakuza pia sekta hii ya utalii, ambayo pia tumekuwa na makubaliano ya kuondoa visa baina ya Watanzania na wananchi wa Angola. Wenzetu walishaondoa visa mwaka jana, na sisi wa Tanzania Mheshimiwa Rais ameridhia kuondoa gharama ya visa kama zilivyo nchi nyingi za SADC kwa wananchi wa Angola, ili tukuze sasa ushirikiano wa kibiashara pamoja na kiutalii. Kwa ni fursa kubwa, na tungependa kutumia nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kufanya ziara ya kihistoria na kukuza mahusiano kati ya watu wa Angola na watu wa Tanzania. Labda ni maeneo gani ambayo mnawatangazia sasa wa Angola kwamba waje kuwekeza nchini Tanzania? Maeneo makubwa 5. Kama nilivyosema, kushirikiana na makampuni ya Tanzania kwenye sekta ya mafuta na gesi, sekta ya uchumi wa blue ambao wanaweza wakashirikiana pia na Watanzania kwenye maeneo hayo. Sekta ya 3 ni sekta ya biashara ya mazao, kwa kama kuna ambao wananunua mazao hapa Angola waweze kushirikiana na wanaouza mazao kutoka Tanzania. Lakini eneo la 4 ni sekta ya utalii, na eneo la 5 ni sekta ya ujenzi. Kama tunavyoona, mji ni mji mkubwa ambao umejengeka, na kwa sehemu kubwa ni fursa sana ya kuja kushirikiana na Watanzania kufanya biashara ya ujenzi, majengo ya kibiashara, lakini pia majengo ya makazi kwa ajili ya kupata faida na maendeleo ya nchi zote mbili.